Bikira Maria wa Fatima tunakumbuka kwamba ndiye aliyewatokea wale watoto watatu, Lucia, Francisco na Jacinta. Akawapa ujumbe mzito kabisa ambao ndio tunaotembea nao hata katika ziara hii. Akawaambia wale watoto, salini wanangu kwa ajili ya uongofu wa dunia, msali rozari, lakini pia msali kwa ajili ya amani. Mkumbuke kwamba kipindi hicho ulimwengu mzima ulikuwa chini ya vita ya kwanza ya dunia iliyoanza 1914 mpaka 1918. Manake alipowatokea hiyo 1917, mwaka mmoja baadaye ndipo hiyo vita ikawa imekoma. Wale watoto walipopokea huo ujumbe walikuwa bado hawajaenda hata shule. Mwaka mmoja baada ya hapo, wazazi wao walianza kupigania kwamba watoto hawa waende shule. Wale watoto wawili wa kike, Lucia pamoja na Jacinta, wenyewe walikubali. Wakaenda shule pamoja na misukosuko mbalimbali, kwa sababu wageni wengi walikuwa wanakuja kutoka maeneo mbalimbali, wanawasumbua kwa maswali mbalimbali, wanakosa nafasi ya kuweza kujikita katika masuala ya shule. Yule wa kiume yeye alikataa, anasema mimi shule siendi. Sababu kubwa ni kwa sababu Bikira Maria ameniambia mimi nitakufa mapema, sasa elimu haitanisaidia. Yaani kabla sijahitimu kifo kitakuwa kimeshanichukua, sasa elimu ya nini? Kwa hiyo hakutaka kwenda shule. Lakini pia alimwagiza kwamba ili na yeye aweze kwenda mbinguni lazima akazane sana kusali, hasa rozari. Sasa sema katika hayo maagizo ya kusali hakueleza chochote kuhusu elimu. Kwa hiyo yeye muda wote atakuwa anafika kanisani, anasali, usingizi ukimchukua analala pale mbele ya tabernakulo, usingizi ukiisha anaamka anaendelea kusali. Muda wote yeye na rozari mkononi. Mwaka uliofuata ndiye alikuwa wa kwanza kufa. Mwaka mwingine uliofuata Jacinta akafa, kwa hiyo akawa amebaki mmoja ambaye aliweza kudumu kadiri ya maagizo ya Bikira Maria mwenyewe kwamba mimi nina kazi na wewe. Kuna mipango ambayo nataka uendelee kuwepo kwa muda mrefu mpaka utakapokamilisha hiyo kazi, ndipo nitakapokuchukua. Na kwa kweli kipindi hicho alikuwa na miaka 9, amekuja kufariki akiwa na miaka 97. Sasa baada ya hapo yeye alihamishwa akaenda nchini Hispania kutoka Ureno, ambako alianza shule ya msingi, akawa anasoma huko, lakini baadaye akapata wito, akaingia kwenye shirika la masista Mtakatifu Dorotea, akaanza malezi mpaka akafikia hatua ya unovisi. Akaja akatokewa tena mara 3 na Bikira Maria aliyemwagiza aeneze ibada ya moyo safi wa Bikira Maria, kwa sababu ule moyo nasema ulikuwa unaumizwa sana na maovu yaliyoshamiri katika ulimwengu huu. Kaambia elekeza watu waweze kuiheshimu siku ya Jumamosi ya kwanza ya mwezi, waweze kufanya ibada kwa ajili ya lengo hilo, kwa heshima yake, lakini kwa ajili ya uongofu. Sasa hiyo siku ya Jumamosi tunafanyaje? Kwanza kabisa ni kushiriki misa takatifu, kusikiliza lile neno, kulitafakari, kusali rozari, huko kitafakari mafumbo matakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, lakini kipekee kabisa sakramenti hasa 2, kitubio na ekaristi takatifu. Manake tunapoombea amani tunaanza na sisi wenyewe. Yaani tunachelewa kupata uongofu kutokana na madhambi tulionayo, basi tuyapunguze kwa njia ya sakramenti hizo 2, sakramenti ya kitubio na sakramenti ya ekaristi takatifu. Kwa hiyo hata sisi tunavyozunguka tunahimiza sana kwamba tushirikiane, tuweze kuzingatia hayo ili tuwe miongoni mwa vyombo vya amani katika ulimwengu. Tusali sana rozari, lakini tushiriki hizo sakramenti huku tukiheshimu hiyo siku ya kwanza ya Jumamosi ya kwanza ya mwezi, tukiyafanya hayo. Basi mnakaribishwa sana
mweze kumwona mama, mumweke ndani ya mioyo yenu, mtafakari pamoja naye, mumpelekee shida zenu, naye atawasikiliza na kuzipeleka kwa mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni kwa kunisikiliza.